Na michezo mbele yako tuko na Uchebe Yanga, na yote kwa yote anataka kuzungumzia yale ambayo yanaendelea katika uga wa kimichezo, hasa yale ambayo yamejiri kwa siku ya jana bwana. Dabi imesogezwa mbele tena mpaka tarehe 25 Juni, na Young Africans wameshaposti kwenye ukurasa wao wa Instagram kwamba wanautambua mchezo huo na wataushiriki mchezo wa dabi kati ya Young Africans dhidi ya Simba hiyo tarehe 25 Juni. Lakini kwa upande wa wekundu wa Msimbazi mpaka sasa hivi hawajaposti, hatujui taarifa huko zipo vipi, lakini Young Africans ndio hicho. Na taarifa nyingine ambazo zilitokea siku ya jana ni mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto kuandika barua ya kujiuzulu, lakini vile vile rais wa TFF Wallace Karia amemsimamisha kazi CEO Almas Kasongo, na ni moja kati ya madai ya Young Africans ambao walikuwa wanayataka. Wenda ndio sababu za kuikubali hii dabi ya tarehe 25 June, hatujui. Tujiunge na mwanamichezo mwenzetu Uchebe Yanga. Uchebe, mambo vipi? Kwanza mimi niko njema kabisa. Uko vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye mwingi wa rehema ameweza kunijali afya njema mpaka hivi leo tunakuja kuzungumzia michezo tukiwa tuna furaha. Wewe una furaha? Sana. Furaha yako juu ya nini? Sana. Mmeshaniona mimi nimevaa bendera ya klabu ya Yanga. Mara ya kwanza naiona. Hii hapa sasa. Hii leo maana bendera ya Yanga ipepee juu. Tulishasema kutoka mwanzo Yanga alipigania uhuru wa nchi hii. Yanga ndo muasisi wa soka katika nchi hii. Yanga ndo ambaye anajua kurekebisha palipo na matatizo kwenye nchi hii kwenye swala la mipira. Sawa? Kwa hiyo tulikuwa tunaongea sio kwa masiara, tunamaanisha kweli kweli. Sasa Watanzania au wadau wa mpira waende kufurahia soka lisilokuwa na makando kando. Lisilokuwa na makando kando. Hili ndio soka tulilokuwa tunalitaka. Tuliwaambia hatutaleta timu yetu kwenye mchezo wote wa ligi kuu mpaka tuone bodi ya ligi imejiuzuru. Bodi ya ligi imejiuzuru, imetolewa madarakani. Tuko tayari kucheza mchezo. Wametoka hawajatoka? Katika madai yenu ni madai kadhaa tu ambayo yanaonekana yamechukuliwa hatua. Hayo mengine ni kama mmeshasahau hivi. Mnajiita watetezi. Hatujasahau. Kila jambo lina wakati wake. Jambo la kwanza lilianza mabadiliko ya tarehe ya mchezo kutoka Juni 15 mpaka Juni 25. Si sawa? Taarifa ya pili imekuja kuondolewa kujiuzulu kwa mwenyekiti pamoja na kusimamishwa kwa CEO wa bodi ya ligi. Kinachofuata katika madai mangapi? Manne. Hapo yametimia mangapi? Hapo yametimia mawili. Bado mangapi? Mawili. Yanakuja. Yanakuja. Kilichobaki ni CEO wa TFF atoke na bodi ya ligi kuwa huru. Kiwe chombo huru. Sasa swala la bodi ya ligi kuwa huru sio jambo la siku moja. Sio jambo la siku moja. Linahitaji mipango na mikakati. Tunapataje soka huru au chombo hiki kuwa huru? Ni mchakato wa kuanza kufanya mabadiliko. Mabadiliko yameanza kuonekana. Kwa hiyo tunachokisemea na tulichokuwa tumekiongea kinaenda kutimia. Kinaenda? Tulivyokuwa tunaambiwa taarifa nyeti ndio hizi ambazo tumeziona bila shaka. Tuliwaambia tunaanza kukoleza dozi na zitaanza kusema zenyewe kwamba tumeanza kufanya kazi. Dozi hii inafaa na itatibu ugonjwa wa soka letu. Lakini Uchebe, kwa upande wa wekundu wa Msimbazi bado hawajaposti kama huo mchezo wanautambua. Na barua yao ni kukumbushe, walisema kwamba wanautambua mchezo wa tarehe 15. Ikiwa vinginevyo na hivyo basi watahesabu huo mchezo ni batili na hawatoshiriki. Hayo mazungumzo wanafanya wao chumbani. Watoke hadharani. Waje wazungumze na Yanga. Waache kuzungumza chumbani kwao, wao waache kunongonezana. Waje hadharani. Waje watugomee tarehe 25. Kwamba wao tarehe 25 hawautambui mchezo. Hawaji. Waje waseme hadharani. Sisi Yanga tuwaonyeshe ni kina nani. Hata yeye nyumbani kwao tutawafuata na viboko. Kwamba twendeni tarehe 25 Benjamin Mkapa tukacheze mechi. Tarehe 19 raundi ya kwanza nani alikuwa mwenyeji?
Tulienda tukwenda? Tulienda. Sasa tunamhitaji tarehe 25 aje timize ahadi yetu. Waje atuonyeshe ubora Mpanzu kwa wapi. Wanasema mnamuogopa bwana. Waje atuonyeshe tarehe 25 huyo Mpanzu ni nani kwenye ligi yetu. Tarehe 25 usiku wa deni ukawi kucha. Tuliwaambia mtakuja. Mtajaa kwenye 18 za Yanga na mtakuja kuelewa. Tarehe 25 sio mbali. Waje. Na leo si wanaenda Benjamin Mkapa kufanya mazoezi. Na wizara imewaruhusu wakafanya mazoezi ya kujiandaa. Kama ni vimbwenga mashimo wakachimbe leo. Tarehe 24 hawana nafasi. Tarehe 24 hawana nafasi ya kuchimba mashimo, kuweka vimbwenga vyao hawana. Tunavyoambiaga Simba ni kenge mtoni, muwe mnatuelewa. Hawana msimamo, hawajitambui. Hawajui kanuni inataka nini kwenye mpira. Hawazijui sheria za mpira. Tunawalea sisi. Hawa wanataka mpaka tufukue makaburi. Tuambie DNA yenu inasomaje? Mmenielewa? Simba hawa ndo walianzisha shida. Sisi tukawaambia kwamba hii shida tunaenda kuikomesha. Sisi tunaiweza mbalange. Simba na historia gani kwenye nchi yetu? Na kuuliza mwandishi, Simba na historia gani katika nchi yetu? Hawana jambo gani la kimaendeleo wamelileta katika nchi yetu? Unaliona? Mafanikio ya kufika shirikisho finali msimu huu. Wewe sikiliza. Mafanikio makubwa Uchebe. Wewe unavyosema mafanikio ya kufika finali, Yanga ndio timu ya kwanza. Timu ya kwanza kucheza finali ya shirikisho. Toka imeitwa kombe la shirikisho CAF 2004, 2003, 2004. Timu ya kwanza toka Tanzania ni Yanga kufika finali. Ya pili ndio imefuata Simba, imeiga nyayo za Yanga. Wanavyosema Simba ana mafanikio, Yanga hajacheza huko. Mwaka 93 unaikumbuka? 93 ilikuwa inaitwa kombe gani? Group stage ilikuwa na watu wangapi? Na hata historia gani? Yanga ndio mwenye mafanikio wa mpira nchi hii. Yanga ndio alitotea mpira kutoka kwa wakoloni. Unajua chama cha kwanza cha mpira kilikuwa kinaitwaje? TFA, unajua? Tanzania Federation Football Association. Tanzania Football Association. TFA 1930. Simba muulize alikuwepo. Muulize Simba alikuwepo. Kama Simba ataugomea mchezo na yeye huo tarehe 25, hoja zake zitakuwa zina mashiko. Ana hoja gani ya kugomea mchezo tarehe 25? Kanuni ipi inamruhusu? Sheria ipi inamruhusu? Ndio maana mpaka sasa hivi admini hana kazi. Anashindwa cha kuposti. Aibu imewatanda. Aibu imewakamata. Waache wale maharage. Wakae majumbani kwao wale maharage. Sisi tutawaelekeza utaratibu wa tarehe 25. Wao inatakiwa waje pale. Tuwakanue mara ya 5. Hana jeuri mbele ya Yanga. Wana hoja gani? Uchebe, huo mchezo ndio utakuwa mchezo wa mwisho wa kufunga ligi na pengine ndio kao mchezo wa kumtangaza bingwa pale pale ni nani. Huenda Simba ama ni Yanga. Kwa upande wako ule ni mchezo wa maamuzi. Young Africans unamuona akienda kuwa bingwa? Yanga malengo yetu ni kwenda kutetea ubingwa huu mara ya 4 mfululizo. Mara ya 4 mfululizo. Nakupa sababu. Yanga ndio anaongoza ligi sasa hivi. Umenielewa? Yanga anaongoza ligi. Yanga anaongoza kwa ufungaji wa magoli mengi. Yanga inaongoza, ndio timu ambayo imefungwa magoli machache kuliko klabu yoyote. Umenielewa? Leo hii unavyosema Simba anaweza kuwa bingwa, anapataje ubingwa mbele ya Yanga? Simba ana option 2. Ashinde au asale,
Simba na option moja ya kushinda, Yanga na option mbili, kushinda au kusale. Nikimwachia sale aweke sikukuu nyumbani kwake, akimfunga Yanga Simba ataweka sherehe kubwa kuliko mafanikio yake. Yeye anatamani kumfunga Yanga, ila hiyo ndoto hawezi. Wachezaji wapi? Na kuuliza Mpanzu ana goli lolote Benjamin Mkapa? Kwenda kalipatia kweli. Ngoja, anamfunga nani? Ameshindwa kumfunga KMC, kashindwa kumfunga Singida Black Stars, kashindwa kumfunga Ken Gold, aje mfunge Yanga na akili timamu wewe? Na kuuliza, unakuwa na akili sawa? Mpanzu amfunge Yanga, Mpanzu amfunge Yanga. Naacha mpira mimi. Unaacha? Naacha mpira. Wanakusikiliza wana michezo. Mpanzu hawana uwezo, ni low player yule, tunaita kama tunaweza kusema local player, usajili wa ndani tu ule, hana chochote alichokuja kuongezea Simba. Amecheza na Rasbekane, ameonyesha nini? Kacheza na Singida Black Stars mechi zote mbili, kaonyesha nini? Hafu seme aende kapenye ukuta wa Israeli Mwenda Baka, Shadrack Boka, kina Jobu, apenye ukuta wa captain wa taifa. Captain wa nini? Captain wa Makombe. Captain wa Makombe pia. Mwamnyeto ana hivi, nikwambie, Mpanzu hana macho. Kwanza hana macho ya kuona goli, hana macho ya kuona goli, halafu amfunge Yanga. Unakuwa uko sawa? Shukrani sana Uchebe. Unakuwa uko sawa? Shukrani sana Uchebe. Sawa? Tuko sawa. Waambie walete timu tarehe 25. Tunawatamani kweli kweli. Tunawatamani kweli kweli. Wasiluke. Sisi tunawanyonyoa. Yanga ni dude kubwa blaza. Ni gorofa ambalo kila mtu analitamani kumiliki. Ila jeuri na ulevi wao ndio wanawafanya kwamba wanaona kama gorofa la kawaida. Hili ni gorofa refu. Yanga ni gorofa refu. Umeelewa? Hapa Tanzania au East Africa tuchukue mlima Kilimanjaro ndio Yanga. Umeelewa? Watu wanatoka nje za nje kuja kupanda mlima huu. Wanataka angalia, wafanye research. Yanga ni kitu gani? Na anafanyia research Simba. Simba na ng'ombe utofauti wake ni utofauti wa mkia tu. Moja na mkia mrefu, mwingine mfupi. Shukrani sana Uchebe.